Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Katika hatua ya Tanzania kuendelea kujimarisha kama kitovu cha uwekezaji wa kimkakati barani Afrika, serikali kupitia Wizara ya Madini imekaribisha uwekezaji wa kampuni kutoka Korea Kusini kuja kuwekeza nchini na kueleza uwepo wa fursa katika utafiti wa madini, uongezaji thamani pamoja na teknolojia za kisasa za uchimbaji na uchakataji madini, hususan madini muhimu na mkakati. Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Madini Msafiri Mbibu amesema hayo Januari 28, 2026 jijini Dodoma wakati akizungumza na ujumbe kutoka Korea Kusini ukijumuisha shirika la kukuza biashara na uwekezaji la Jamhuri ya Muungano ya Korea, Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA), na kampuni ya HD Construction Equipment kutoka nchini Korea Kusini inajihusisha na utengenezaji wa vifaa na teknolojia ya uchimbaji na viwanda. Mbibu alisisitiza kuwa sera na maboresho ya kisheria yaliyofanywa na serikali ya Tanzania katika sekta ya madini yamelenga kuvutia mitaji yenye teknolojia, maarifa na mtazamo wa muda mrefu, hasa katika uchakataji wa madini ndani ya nchi, ujenzi wa viwanda na uhamasishaji wa teknolojia za kisasa. Tanzania ipo tayari kwa ubia wa kimkakati unaoongeza ajira, mapato ya ndani na ushindani wa kimataifa. Amesema anakaribisha wawekezaji wanaleta suluhisho za kisasa kwenye mnyororo mzima wa thamani wa madini, kuanzia utafiti wa madini hadi uongezaji thamani wa madini ndani ya nchi, hususan eneo la madini muhimu na mkakati. Kwa upande wake, naibu mkurugenzi na kamishna wa biashara wa KOTRA ofisi ya Dar es Salaam Kim Songo alibainisha kuwa Korea Kusini ina nia ya kuongeza uwekezaji wake Afrika Mashariki kupitia miradi yenye tija na uwajibikaji, na Tanzania ni miongoni mwa nchi zenye mazingira mazuri ya uwekezaji. Naye meneja mkuu wa kampuni HD Construction Equipment So Ching-min alisema kuwa kampuni za Korea zina uzoefu mkubwa katika teknolojia za uchimbaji, vifaa vizito vya kisasa na mifumo ya uzalishaji yenye ufanisi na uwezo unaoweza kuharakisha ajenda ya Tanzania ya uongezaji thamani wa madini. Majadiliano hayo yaligusa maeneo muhimu ikiwemo utafiti wa kina wa madini kwa kutumia teknolojia za kisasa, uchakataji na uongezaji thamani, ujenzi wa viwanda na miundombinu ya uzalishaji na uhamasishaji wa teknolojia kwa wataalamu wa ndani. Kwa kuhitimisha, pande zote zilionyesha dhamira ya kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na kiteknolojia, huku Tanzania ikiweka wazi mlango kwa wawekezaji wanaoendana na dira ya maendeleo jumuishi na endelevu kwa manufaa ya kiuchumi, teknolojia na kijamii. KOTRA ni shirika la serikali ya Korea Kusini lililoanzishwa mwaka 1962 linalohimiza biashara ya kimataifa na uwekezaji wa kigeni. KOTRA huunganisha kampuni za kimataifa na washirika wa Korea, ikitoa taarifa za soko na usaidizi wa kiutendaji kupitia ofisi zake duniani kote, ikiwemo iliyopo Dar es Salaam. Mohab TV, Dodoma.